waandishi wa habari, tupo katika maadhimisho ya wiki ya huduma za fedha kitaifa ambapo yanafunguliwa rasmi leo, na kama mnavyojua kauli mbiu ya maonesho haya ni elimu ya fedha, msingi wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Bodi ya Bima ya Amana majukumu yake ya msingi ni kusimamia mfuko wa bima ya amana ambao unachangiwa na benki na taasisi za fedha zinazopata leseni kutoka Benki Kuu na ambazo zinapokea amana kutoka kwa wananchi. Na lengo la mfuko huu ni kukinga amana za wananchi. Mwananchi yeyote ambaye ana amana yake, amefungua akaunti benki, basi ajue anapofungua tu akaunti yake basi ameshakingwa na Bodi ya Bima ya Amana. Endapo benki yake itapata shida, itafungwa au itafutiwa leseni na Benki Kuu, basi anaweza kupewa fidia ya kiasi cha amana ambacho kinakingwa kupitia Bodi ya Bima ya Amana. Na fidia hii huwa inatakiwa itolewe ndani ya mwezi mmoja, kwa sababu Benki Kuu ikitangaza tu kwamba imefutia leseni benki fulani, na sisi wakati huo huo tunatangaza kwamba wananchi wenye amana katika benki iliyofutiwa leseni basi waje wachukue amana ambayo imekingwa kutoka Bodi ya Bima ya Amana. Kwa sasa kiwango cha juu kabisa cha kinga kinachotolewa na Bodi ya Bima ya Amana ni shilingi milioni 7,500,000. Maana yake ni kwamba mwananchi yeyote ambaye ana amana yake benki, iwe milioni 2, 3 mpaka kufikia milioni 7,500,000, basi benki yake ikifa atarejeshewa kiasi hicho chote. Lakini kwa yule ambaye ana zaidi ya shilingi milioni 7,500,000, wala asikate tamaa. Jukumu lingine la Bodi ya Bima ya Amana ni kuendesha zoezi la ufilisi pale ambapo inateuliwa na Benki Kuu kufanya hivyo. Na kwa sasa tunaendesha ufilisi wa benki na taasisi za fedha 9 ambazo zilifutiwa leseni ama zilifilisika katika kipindi cha nyuma, na zoezi hilo linaendelea vizuri. Na pengine habari njema kwa waliokuwa na amana katika benki ya FBME ambayo ilifutiwa leseni mwaka 2017 ni kwamba sasa tunatoa 30% ya fedha ambazo walikuwa nazo, ambayo inafikia sasa 85%. Hiyo 85% ni juu ya ile fidia ambayo walipata, ile kinga. Kwa hiyo tunakusanya mali ya FBME kama ambavyo tunakusanya mali za benki zingine ambazo tunazifanyia ufilisi, na kwa sasa tumepata uwezo wa kuwalipa 85% ya fedha walizokuwa wameweka katika benki hiyo. Kwa hiyo zoezi la ufilisi ni zoezi endelevu. Kwa mfano ni kwamba mtu anaweza kawa alichukua mkopo katika benki ambayo imefutwa au imefutiwa leseni. Kwa hiyo ataendelea kulipa mkopo kutokana na mkataba ule uliokuwepo. Kwa hiyo wakati mwingine inachukua mwaka, miaka 2, 3 kulingana na mkataba ule jinsi ulivyokuwa. Lakini jambo lingine la kufurahisha zaidi sasa ni kwamba Bodi ya Bima ya Amana kuanzia Julai mwaka jana imeanza kutekeleza jukumu lingine la kupunguza hasara kwenye benki au taasisi ya fedha ambayo inapitia changamoto, kwamba badala ya kusubiri mpaka benki ife, mpaka benki ifilisike au mpaka Benki Kuu ifutie leseni, sasa Benki Kuu ambayo inakagua mabenki ikiona kwamba kuna benki na changamoto ambayo inahitaji pengine mtaji kidogo, ambayo ikifanyiwa kazi benki inaweza karudi kwenye hali ya kawaida, basi sisi kama Bodi ya Bima ya Amana kwa kushirikiana na Benki Kuu tunaweza kuingia pale kuidhamini hiyo benki ichukue mkopo au kuikopesha ili kwamba irudi kwenye hali ya kawaida, iendelee kufanya biashara vizuri. Uzoefu unaonyesha kwamba kupunguza hasara kwenye benki ni nafuu zaidi kuliko kusubiri benki mpaka ife alafu ulipe fidia ambayo inaweza kawa na gharama kubwa zaidi. Kwa hiyo tuko hapa kwenye maadhimisho ya wiki ya huduma za fedha kitaifa ili kuwahakikishia wananchi kwamba wanapofungua akaunti benki basi wajue tayari wanakinga, fedha yao iko salama, na kwamba hata ikitokea benki yao au taasisi yao ya fedha ikafa, basi
watapata kiasi cha fidia kupitia bodi ya bima ya amana, na kama benki kuu itaiteua bodi ya bima ya amana kama mfilisi wa benki hiyo au taasisi hiyo, basi wanaweza kupata hata ziada ya zile fedha zao, kwa jinsi ambavyo bodi ya bima ya amana itakuwa inakusanya mali na madeni ya ile iliyokuwa benki iliyofilisika.